Miezi 9. Na mnafanikiwa kukaa miezi 9 pamoja bila kushiriki tendo, na mkasema tunakaa hivyo hivyo hadi uje nyumbani. Yeah. Kabisa kiamani yani. Yeah. Na huoni changamoto yoyote ile ambayo pengine inatokea ya nyinyi kuwa pamoja hivyo kimwili zaidi hasa kwake, au tu amekubali kishingo upande? Tuseme kwamba katika hili swala wakaka waga ni wabishi kidogo. Okay. So anakuwa kama mzito hivi. Atakwambia tu sawa. Ila deep down ana kitu ambacho anakifikiria. So unaweza ukakaa hivi, baada ya muda anakukumbushia hivi kitu fulani hivi na hivi na hivi. Utakufanya hivi. Lakini unamkumbusha, unakumbuka tulikubaliana hivi na hivi. Je, inakuwaje? Yeah. Unakuta ana call, lakini hujui anatumia njia gani kujiweka sawa. Okay. Yeah. Ila hivyo unakuta ana call, anakukumbushia. But na wewe unamkumbushia ambayo mliongea. Kimaadili na kidini, kawaida kabisa ya msichana ambaye amelelewa na wazazi hatakiwi kufanya tendo la ndoa kabla ya kuolewa. Ni sawa. Ni sawa? Ndio. Lakini inatokea watu wanafanya kwa sababu ya dunia inavyotupeleka faster. Ndio maana watu wanachukulia poa kama anaweza nikafanya na ikawa watu fresh zaidi. Si ndivyo? Ni kweli. Kuna watu wanaona hili swala ni la kawaida. Na wanaona ni normal kabisa. Okay. Then tuseme kwamba kwenye haya mambo ya kuanza kufanya jambo fulani wana kwenye imani nyingine, lakini za upande wa pili wanasema kwamba mtu wa kwanza ambaye unashiriki naye ni kama unaingia naye kwenye agano. Yes. Ndio maana siku zote mtu wa kwanza katika maisha yako huwezi ukamsahau. Mtu anakuambia kabisa siwezi nikamsahau mtu fulani kwa sababu either alikufanyia jambo fulani ila kuna agano ambalo mmetia. Labda unajua unaweza ukasema kwamba fulani mimi nilimpatia kitu fulani. Tuseme labda kwa mfano mdada alikupenda kwa yule ambaye ametokea kwamba nimekupenda na kuhitaji then nakupa kitu fulani. Anakupatia then unaondoka. Unamwacha kwenye maisha yani hivyo, yani unamwacha tu anaelea. Akikaa akitulia akipiga goti akisema kama mimi ambavyo nilimpatia kitu fulani, kama damu yangu ilivyotoka vile, basi na mtu fulani huko na yale maumivu niliyopata shiriki yale maumivu. So ni kama ni agano hilo umejitia. Okay. So watu wanaona ni kawaida. Nimeshiriki na mtu fulani, nimempata na fulani nimeshiriki naye, lakini unaona mbona maisha yangu mimi hayaendi? Maisha yangu mbona magumu? Ndio maana familia zetu nyingi wanatuasa tulieni, fanyeni mnaona yanafaa. Then ikifikia wakati unaona huu ni wakati sahihi na huyu mtu ni sahihi, fanya inavyotakiwa. So kwa sasa kuna uwezekano wa kumpata msichana ambaye ipo kwenye miaka 18 na bado ni bikra? Uwezekano upo. Inategemea pia na familia inavyomlea. Okay. Binti anavyojiweka. Lakini pia na mazingira ambayo anaishi. Okay. Hivyo. Unaweza kukuta binti yupo kwenye mazingira hatarishi lakini anajua nini anafanya. Okay. Binti labda kuna wengine mabinti wako kwenye mazingira mazuri. Lakini pia anataka afanye yeye akili yake inachomwambia. Yeah. Kwa hiyo uwezekano huo upo. Na mtaani sijui ni wapi unaweza kuwakuta. Sio tu kijijini, hata mjini pia unaweza kuwakuta. Lakini sio kama zamani. Unajua bana, sisi kipindi tunazaliwa na kipindi tunakuwa kulikuwa kuna zile sherehe ambazo mtu akishaolewa wanakuja maanti wanakagua shuka kama kuna damu,
ilitoka ama nini, umeelewa? Yeah. Na hiyo ilikuwa inafanyika zamani, na wakikuta kuna damu basi hapo ni kuna vile vizawadi vile vya familia, na kwa 95% lazima wafaulu. Ilikuwa lazima damu ikutwe hapo, ina maana mtu alikuwa bado yupo bikra. Lakini kwa leo ule utamaduni kama siuoni tena, na haupo. Na kwa ndoa 100 ambazo zinaweza zikapita leo, na haya ndoa zote sidhani kama kunaweza kukawa tena ndoa ambayo mtu atasema amekutwa bado yupo bikra, au 98 niseme. Ni kwa nini? Kwa maisha ya sasa hivi wengi wao wanaamini kwamba nilichokiharibu leo kuna mtu atakitumia kesho. Okay. Na ambacho mtu fulani amekiharibu jana mimi nitakitumia kesho yake au kesho kutwa. Kwa hiyo tuseme kwamba kuolewa na mtu, unakuta labda mtu alikutana na mtu for the first time. Yeah. Yule mtu wakafanya alivyofanya, then akamwacha. Baada ya kumwacha yule akaenda kufanya maisha sehemu nyingine. Tuseme kaenda huko kakutana na mtu mwingine ambaye si bikra. Yeah. Ila yupo kawaida. Yule naye aliharibiwa na mtu mwingine. Ila huyu uliomwacha huko, lete mmwachia mtoto ama umemwacha vile vile, kuna kijana mwingine ambaye atakuwa yuko willing na huyo. Yeah. Ataishi naye, atakaa naye hivyo. Then vijana nowadays hawaamini kwenye kwamba nitamkuta msichana ambaye bado ni bikra. Wengi wanaamini kwamba mtoto mdogo mtoto mdogo still wanasema wenyewe, unakuta ni katoto kadogo but tayari kachangamka. Yeah. Na mfano mimi kuna katoto kalikuwa kadogo. Okay. Just imagine miaka 15 ameolewa. Lakini mwanaume alirefuse kitu kwa mzazi, maana mzazi alimwambia binti yangu huyu ni mdogo sana, umemoa kipindi hichi ana umri mdogo. Okay. Lazima utoe mahari nyingi. Mwanaume akamwambia mimi huyu nimekutana naye zaidi ya mara 3, natoka nimekutana naye sijaona chochote, yani sijamkuta akiwa msichana, so how comes uniambie mimi nilipe labda kiasi fulani ama nitoe kiasi fulani wakati there is no quality hapa. So hivyo unakuta watoto wadogo, then tuseme sijui marafiki, sijui tuseme ni marafiki na zile bare pia. Unajua bare nowadays watoto wana teknolojia mapema sana. Wana yes hivyo. Kwa teknolojia inawaathiri mapema, unakuta mtu anajiingiza mapema kwenye vitu hivyo kabla ya umri wake. I see. Kwa hiyo tunarudi kwamba mzazi anaweza akafikiria mimi mwanangu bado ni bikra niseme, kumbe mwanae sio tena kabisa. Kwa baadhi ya wazazi ambao hawakai na watoto wao. Ila kwa mzazi ambaye anakaa na mtoto wake, hakuna mzazi ambaye hayuko busy. Kila mzazi yuko busy. Kwangu mimi, nitolee mfano mimi. Mimi mamangu yuko busy siku zote. Okay. Siku 7 zote yuko busy. Lakini ana siku yake moja ambayo tutakaa mimi na yeye tunaongea. Mzazi siku zote ni mzazi. The way unaongea anajua kabisa binti yangu kachange kitu fulani. Kuna kitu huyu kaongeza, kuna kitu hapa kapunguza. Yeah. Anaanza kukudadisi. So kwa mzazi inawezekana anajua ila anakataa kukubali ukweli uliopo. Yeah. Anasema hapana, mwanangu ni mdogo, hawezi kufanya hivyo. Lakini nyuma ana vitu vyake tofauti na yuko moto zaidi ya huyo mkubwa. Yes, na sasa hivi watoto wenyewe wanaandaa, yani mtu hata kama bado ni bikra lakini anatamani naye aone pakuji wakati litakiwa atulie. Ni kwa nini inakuwa hivyo? Yani mtu mwenyewe anahamasika kutafuta mtu ende akaiondoe. Why? Na marafiki pia wanachangia kwenye hili kwa sababu una rafiki ambaye tuseme kwa mfano una marafiki ambao kila rafiki ana mtu wake.
katika wale marafiki maybe katika wiki lazima waende kwa watu wao mara 2 mara 3. Yeah. Na hakuna mdada ambaye anaweza akaenda sehemu hiyo asipate shoga wa kumhadisia kwamba nimekutana na hivi na hivi na hivi. So unaona jenga ile mindset. Anaendaga kule. Anafanywa hivi, anashikwa hivi. Kwani ile akishikwa hivi inakuaje? So anakuwa anajitengenezea na mimi nataka nione. Yeah. Fulani anafanya hivi inakuaje? Na mimi nataka nione yeye anasema kwamba akienda inakuwa hivi, nataka nione inakuaje. Yeah, inakuaje. Kwa hiyo unakuta anaenda sawa. Hajamridhia ule mtu. Anampenda sawa ila hajaridhia kutoa vile anataka kuona. Aisha ana feel kitu fulani, nataka na mimi nikafeel kile anachohadisia. Je, ni sawa? Kwa hiyo ndio maana watoto wengi ambao pahali wajitunze nao wanataka wajue pakoje. Yeah. Aone kwamba fulani anasema hivi. Ngoja nione. Nasikia stories za hivi. Ngoja nione. Mbona naonaga kitu fulani? Ngoja na mimi nifanye. Hichi kitu kikoje? Yeah. Kwa unakuta na yeye anaenda anajaribu. Ndio unakuta nowadays wakaka watumii nguvu. Mambo poa vipi safi njoo nyumbani kaje. Basi kwa sababu anajua mimi nahitaji kitu fulani. Na niko sasa hivi vijana wengi hawatongoze ni yani unaona sasa hivi namna ya vijana kutongoza kama ni tofauti na zamani. Zamani bwana tulikuwa tunajitesa yani unasumbuka. Umeelewa hiyo? Yani unatongoza kweli yani unasumbuka pakubwa zaidi, lakini sasa hivi ni hi, hello, poa, za kwako fresh, good morning, good